Mkuu wa wilaya ya Musoma Mheshimiwa Juma Chikoka Aprili 10, 2025 amewataka wasanii wa filamu wilayani Musoma mkoani Mara kukumbuka kuhamasisha Watanzania kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2025, huku akisema serikali inatambua mchango wa kazi ya sanaa katika kukuza umoja wa kitaifa. Mwisho kabisa, mwaka 2025 ni mwaka wa uchaguzi. Tunaelekea katika uchaguzi wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa madiwani wa kata na pia waheshimiwa wabunge. Jambo la muhimu kabisa, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Musoma akiwa kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama huwa anapenda kusisitiza jambo moja: amani na usalama kwa wananchi. Katika hiki kipindi huwa kunakuwa na matukio mengi sana yanayotokeza ambayo yanaweza kwa namna moja ama nyingine yakavuruga amani ya wilaya ya Musoma. Serikali ya wilaya imejiandaa kwa ajili ya hiki kipindi na pia inapenda kuwapa ushauri au kutoa rai kwa wananchi. Amani ni jambo la msingi. Wananchi wajitahidi kujikita katika amani. Kitu chochote ambacho kinaweza kikaharibu amani, basi wananchi wawe watu wa kwanza kukipinga. Serikali iko pamoja na wananchi katika kipindi hiki. Baada ya maneno haya, asante sana, nipende kuwashukuru na tuendelee. Asante sana. Jamani, hayo yamesemwa na afisa tarafa wa Musoma mjini ndugu Muhammad Kanuni alipokuwa akimwakilisha mkuu wa wilaya ya Musoma katika hafla ya udurusi wa filamu inayofahamika Acha Nikupende yenye saa 2:17 yenye kubeba maudhui ya umuhimu wa dini na kuachana na imani za kishirikina. kila mmoja angalie njia yake. Ondoka mbele yangu. Hebu ondoka. Kwa ajili ya kumwokoa. Kaka sana! Kumpatia hata kidogo kumsikiliza. Haupo karibu na mimi. Familia yangu ni watu wa kuruka majoka. Yote yanaonekana mbaya. Niachie sama wangu. Sikika nikusikie. Hakuna anayesema kama amemwona. Unanipiga mimi. Baba. Na hii inanipatia wakati mgumu sana. Inanipa taabu sana hiki. Kuna nafsi inanifuatilia. Hakika wewe ni baba yangu. Siwezi nikakudanganya chochote. Akizungumza katika hafla hiyo, mkurugenzi wa kampuni ya IDM Arts ndugu Michael Majura amesema kuwa hadi sasa wameimaliza kazi hii na wametumia gharama nyingi. Anawashukuru wadau wote walioshirikiana nao kwa kuunga mkono 100%. Maudhui kwa ujumla tulichokitengeneza wakati huu ni kwamba ni kuona tunaweka imani ya kimungu zaidi, yani kumcha na kumtegemea Mungu kuna faida zake. Hii ndio imebeba sana za maudhui ama dhamira kuu ya filamu, pamoja na dhamira ndogo ndogo ambazo zinajitokeza ndani yake, lakini hiyo ndio kubwa zaidi kuona tunafanya. Leo kikao chetu cha leo hiki ndio kitajibu kwamba tuizindue lini na tuone kwamba tunamwalika nani na kwa ajili ya kuipeleka sokoni. Kwa hiyo hapa leo kusanyiko letu ni kwa ajili ya kupitia tu kuona kama itafaa kuwekwa hadharani. Matarajio yetu ni kuona kwamba inakwenda vizuri kama zingine ambazo zimekushatangulia, lakini pia kuona kwamba tunakuwa bado ni kibinara na kioo katika mkoa wa Mara, ili tuweze kuibua ama kuwaweka wenye fani za filamu ama sanaa kuwa karibu na kuonesha kwamba kweli mkoa wa Mara kuna watu wanacheza filamu. Tunapatikana hapa Mara na makao makuu ni Musoma mjini. Tunaweza tusimtegemee mganga wa kienyeji, badala yake tukamtegemea pia Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo huku tulichojaribu kuja nacho awamu hii ni kumkuza ama kuonesha ukuu wa Mwenyezi Mungu.
sababu ndio maana tumeomba nguvu za giza, lakini pia tukaona sana nguvu za giza zinauliwa na nguvu ya ukuu wa Mwenyezi Mungu pekee. Ninachoweza kuiambia ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mara ni kwamba tunatamani tu wajaribu kutuangalia kwa jicho la aina yake sisi ambao tunafanya filamu hususan katika mkoa huu, kwa sababu mkoa wetu umekuwa ni zinda na umekuwa ni kama mkoa ambao hauna wazalishaji wengi wa kazi hizi, na kwamba tuombe tu msaada tunapokuwa tunatokea, kwa sababu mkoa wetu unakabiliwa sana na changamoto za uhaba wa vifaa kwa maana ya production. Na mimi wenyewe ama sisi wenyewe kupitia IDM Arts tumekushawahi kufika pale mara kadhaa kuomba msaada kwa ajili ya kuwezeshwa hata kwa ajili ya vifaa. Kama ukiendelea kupita kwenye anga zangu mimi Salma, kazi hiyo sasa ipo usoni kuzinduliwa, na kwa sasa shabaha yao ni kutafuta soko la kuiuza vizuri kazi hiyo, huku sasa wakifanya maboresho ya mwisho, akiomba watu wa Musoma na mkoa mzima wa Mara na Tanzania nzima kuunga mkono kununua kazi hiyo. Mwishoni, kazi hiyo ya Acha Nikupende iliingizwa katika maombi na mwalimu wa dini kutoka kanisa la AIC Nyasho, Elisha Malanja. Hii ni kazi ambayo inahitaji pia Mungu ahusike, si ndio? Tulianza lakini pengine hapo wapi. Basi tushukuru. Asante Mungu wetu, Mungu Mwenyezi uliyeumba mbingu na nchi, na sisi tu mali yako, wote tuko chini yako Mungu wetu. Baba, tunakushukuru kwa hatua hii, vijana, jamii hii ambayo imejikusanya kwa ajili ya jambo lao. Baba, uwabariki. Mwenyezi Mungu watie nguvu, waepushe na kukatishwa tamaa kwa namna yote ile. Neema yako iwe juu yao, kwa damu ya Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Stari. Basi turudi huku tukae. Na hii ndiyo dunia ambayo Mungu aliiumba, akamweka mwanadamu alime na kuitunza, awe mahali pa kumfaa. Lakini leo, hebu tafakari dunia unaiona mbele yako. Unaona kitu gani? Je, ndio hii kweli? Jamani, hebu tufikirie thamani ya mwanadamu mwenye roho na msina mwili, kama wewe na mimi tulivyo, sote tumeumbwa. Yatima kuzaliwa wa yatima, mfungwa kuzaliwa pia gerezani, jambazi na yeye kibaka, hata wale changu ndoa. Wambia ungaraoni watu, tena wathamani mbele za uso wa Mungu, kwani wana roho, nafsi na mwili pia, kama vile mimi na wewe. Yatima kuzaliwa wa yatima, mfungwa kuzaliwa pia gerezani, jambazi na yeye kibaka, hata wale changu ndoa. Wambia ungaraoni watu, tena wathamani mbele za uso wa Mungu, kwani wana roho, nafsi na mwili pia, kama vile mimi na wewe. Huyo mtoto ni mtoto wa jirani yako, ni mtoto wa ndugu yako. Unamsemea maneno mabaya, lakini tazama, kama asingalikuwa hivyo usingelimtuma dukani. Mwanadamu,
sheria, wazazi wao wamewachoka, kwenye ndoa ndiko kuna mbaa. Ndugu hawataki kusikia wala kuona, waende wapi hao? Ni ndugu zetu, watoto wetu, jamaa zetu, nao bado wanaishi. Lawama haitosaidia. Oh mama, wow. Nani amlaumu nani? Kwa nini na sababu gani? Yawaje? Wengine wanalaumu polisi, eti hawafanyi kazi yao sawa. Wengine wanalaumu mahakama, nasema sio kweli. Kama sheria za dunia zinasaidia, mbona polisi wengine wanakunywa gongo? Hakimu kulamba dume, hakuna siri tena. Sisi wenyewe ni mashahidi, jinsi kizazi hiki kilivyochanganyikiwa. Tufanye nini? Dunia ipone, Afrika ipone, Tanzania ipone, Dar es Salaam kwa Yesu, ndoa zetu na nyumba zetu zipone pia, watoto wetu wapone. Heri wewe ambaye unisikiliza wakati huu, uyafikirie mambo hayo na kutafakari maneno ninayoyasema. Makala haya yametayarishwa na Adelagius Makwega kutoka ofisi ya mkuu wa wilaya ya Musoma. Ndiyo dawa nasema, ni watoto wetu jamani, wape upendo kwa mioyo yetu yote. Nasema sheria haziwezi kuwabadilisha, neno la Mungu ndiyo dawa. Injili ya Yesu watabadilika kwa neno. Neno ni Yesu. Fikiria mama, mama si mtoto wako, ni wa jirani yako au nduguyo. Litawabadilisha. Wakuya unganao na wale wala rushwa serikalini watabadilika. Machangudo wanaona sema, Injili ya Yesu itawabadilisha, ndiyo dawa pekee. Serikali tupe pesa tukahubiri, sheria zimeshindwa, walioko jela wana dini zao wote.
Agizo la Mungu watu wahubiriwe, nasema sikia. Oh Baba, magereza maalumu sio dawa. Ni hudhuni. Kumbuka huyo mtoto, kama angelikuwa ni mtoto wako, ungemtupia nani? Na mwanadamu ni kiumbe chenye thamani mbele za uso wa Mungu. Elewa, Musa pale mlimani alipewa zile sheria 10, lakini hao waliokuwa wakisafiri pamoja na Musa, pamoja na kuona matendo makuu ya Mungu, hawakuweza kuzitii. Na ndio maana mpaka leo bado sheria za kidunia zimeshindwa kumbadilisha mwanadamu. Hata mwenye kuzitunga yuko kinyume nazo. Lakini nasema injili ikihubiriwa, watu watabadilika.